Kama ulihisi labda Irani watashusha silaha chini mapema, basi huenda haukuwa sahihi. Sasa ninayo taarifa nyingine hii kutoka huko Iran, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Iran Bwana Abbas Araghchi amesema Alhamis kuwa nchi yake iko tayari kwa uvamizi wa ardhini kutoka kwa wanajeshi wa Marekani, huku vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel vikisambaa kwa kasi katika eneo hilo. Pia amekataa mazungumzo yoyote na Marekani na kusema kuwa Irani haijaomba kusitishwa kwa mapigano. Araghchi huyo amezungumza na mtangazaji wa NBC Night News Tom Lamas katika mahojiano ya video kutoka Tehran wakati wa mashambulizi ya anga Marekani na Israel yakiendelea kupiga nchi hiyo. Maoni yake yanakuja baada ya majeshi ya Marekani na Israel kuanza shambulio kubwa dhidi ya Irani siku ya Jumamosi, ambalo liliharibu mifumo yake ya ulinzi na kumuua kiongozi wake mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Alipoulizwa kama anaogopa uwezekano wa uvamizi wa ardhini kutoka Marekani, Araghchi alionyesha msimamo wa kutoogopa. "Hapana, tunawasubiri," amesema na kuongeza, "kwa sababu tuna uhakika kwamba tunaweza tukakabiliana nao na hilo litakuwa janga kubwa kwao." Araghchi huyo amesema kuwa Irani haijaomba kusitishwa kwa mapigano licha ya mashambulizi yanayoendelea. Amerejea vita vya siku 12 vya mwezi Juni mwaka jana, akidai kuwa Israel ndiyo iliomba kusitisha mapigano baada ya Iran kuhimili mashambulizi yao dhidi ya vinu vya nyuklia. Kuhusu mazungumzo ya siri yaliyokuwa yakifanyika Geneva na wajumbe wa Trump, Bwana Steve Witkoff na Jared Kushner, Araghchi amesema kuwa mashambulizi yalianza wakati mazungumzo yakiendelea, jambo ambalo limeharibu uaminifu. "Ukweli ni kwamba hatuna uzoefu wowote mzuri wa kufanya mazungumzo na Marekani, hasa na utawala huu. Tulifanya mazungumzo mara 2, kisha katika mazungumzo wakatushambulia," amesema. Lamas huyo aliuliza kuhusu shambulio katika shule ya msingi huko Minab lililoua makumi ya watoto. Araghchi alisema watoto 171 waliuawa na akatupia lawama majeshi ya Marekani na Israel. "Jeshi letu limesema hivi. Hivyo ni Marekani au Israel? Kuna tofauti gani?" Kuhusu nani atamrithi Khamenei, Araghchi alijibu uvumi kuwa mtoto wa kiongozi huyo, Mojtaba Khamenei, anaweza kuteuliwa, jambo ambalo linaweza kuleta ukosoaji, kwani mapinduzi ya mwaka 1979 yalipinga mfumo wa kurithishana madaraka. Ni nini ambacho unakiona nchini Marekani, nchini Israeli, nchini Irani kwenye uhasama wao huu? Hebu shiriki nasi kwenye comment hapo. Asante.